ni mwili wa Kristo kwa jumla. Tuko na Bungoma Pastors Fellowship, jamani wetu tumekuwa naye. Tuko na wazee maaskofu wetu mzee Okara Alfred akiwa eminence wetu, na tukiwa na chairman wetu wa CCAK pamoja na wachungaji na maaskofu wengine. Leo hii sisi tuna furaha katika mioyo yetu tukiwa wachungaji wa Bungoma. Ni furaha kuu kwa sababu Mungu ametufunulia mambo makubwa ambayo hatukutarajia. Mwaka huu ni mwaka katika history, ni mwaka wa 100 Bungoma ilipoanza, na tumekusanyika katika uwanja huu kwa kusherekea mwaka huu, kuambia Mungu asante kutufikisha miaka 100 pamoja na Bungoma yetu. Na la maana sana Mungu ametufunulia ni kwa nini Bungoma watumishi wa Mungu wakifanya kazi, wakifika mahali unaona kanisa linaanza kutitimia. Kwa nini Bungoma mtu akifanya biashara akienda juu sana, akiseeka akufe, biashara vinaenda. Good example, tunaongea juu ya Mawingo na Maningo kwa kampuni kubwa hapa sana ikaanguka upande wa business. Alafu tukiangalia upande wa siasa, wanasiasa tumewalea, wamekuwa, lakini akitoka utasikia family yake, jina lake litapaki, lakini yeye hatasikika. Sasa Mungu ametufunulia kama mwili wake wa Kristo ni kwa nini Bungoma mtu akiwa amedumu hawezi kuacha urithi kwa watoto. Na Biblia katika Proverb 13:22 anasema mzee mzuri anawaachia wachukuu wake urithi. Bungoma urithi umekataa. Ndio tumekuja pamoja kwa sababu Biblia yetu, ndio Biblia sasa inasema ya kwamba watu wangu wakijua kwamba wamekosa na wakuje pamoja na waombe msamaha, mimi nitawasamehe. Na katika theology yetu Biblia, miaka 100 ni deliverance years kwa mtu awaye yote. Mtu akifika miaka 100 atakuwa amefika kwa vitu kuu na atakuwa mbarikiwa. Kwa hivyo Ibrahim alipata mtoto akiwa na miaka 100. Na tumeona kwa nini Mungu atufungulie wakati huu. Kuna kaunti nyingi ambazo zilianza before Bungoma na hawakukundua ya kwamba wamefika miaka 100. Lakini kwetu sisi Mungu ametufunulia kwamba huu ni mwaka wa 100. Yes. Na ametufunulia makosa yale tulifanya na wazazi. Hatulaumu kizazi chetu, hatulaumu wazazi wetu. Tumekuwa na manabii Bungoma, mimi nikiwa mmoja wao, na manabii hawa yale yaliyokuwepo hatulaumu waliopita, kwa sababu sisi tulikuwa ndani ya damu yao, tulifanya makosa nao. But we are sorry now kuambia Mungu tulikosea hapa na tusamehe, uturejeshe. Mungu wetu ni mwaminifu, ataturejesha. Tuna imani kama kanisa, baada ya sherehe na baada ya kusherekea, sisi wote tunajua tumeanza kisasi mpya. Nikiwa nabii wa mambo haya ambayo Mungu amenifungulia. Sasa Mungu amenifungulia mambo mawili. Kumbe nabii wachungaji si kila siku Mungu anakuambia. Hata naweza kuambia miaka ikapita. Kwa sababu na 2010 unakumbuka hiyo Bogara, Mungu akanipa kwa kinywa changu ikakataa tu nabii atembee na Mungu. Na tukaanzisha chaplain's office. Sasa imeanza paka tupeteli kwa nini Bungoma tumekosa, na Mungu amefunua jambo hili. So kuna mambo 7 ambayo nataka kuyataja inayofanya tusherekee mahali hapa na kuomba. Leo itakuwa siku ya kuomba usiku. Tutakuwa tu kuomba na kukuza zile vitu yenye ambayo vilifanya Bungoma maybe tusifanye vizuri. Kwa sababu ukienda kama Kakamega unapata mtu anarithi mali ya baba yake. Unapata kama Mheshimiwa Prime Minister amerithi mali ya baba yake.
Ukienda Raila amerithi mali ya baba yake mpaka hata ameiwacha. Don't you see that? Hayo ukienda Kenyatta, ukienda Mutula Kilonza, and the rest. Moi hivyo. Kwa nini nyinyi watoto wangu Bungoma? So we have the 7 mountain of spheres, yani ya nguvu, influence. This is the family. Family yetu Bungoma inaubia sana. We have the religion. We have government. We have education. We have media. Entertainment. We have business. Tunataka nyinyi watangazaji muanzishe kampuni kama hii, yani maombi yangu iende iwe ya kimataifa, itokee hapa Bungoma vile mnafanya. Hiyo ndio kilio chetu. Amen. Watoto wetu wameimba vizuri. Hakuna mtoto amekuwa kwa kimataifa. Bwana asifiwe sana. Simniruhusu niseme Bwana asifiwe. Ameniweka kuhubiri. 7 ndiye imefanya tumekusanyika hapa, wazee wanakuja. Tumekuwa tunashukuru, tumengoja jioni yetu. Sisi ni watu wa kukesha. Tutaomba na kulilia Mungu apate kutusikia. Kwa hivyo ndio imefanya tuwe hapa. Ni mambo 7 ambayo imetufanya. Family yetu iko wapi? Religion yetu iko wapi kwa Mungu? Serikali yetu iko wapi kwa Mungu? Watu wetu, watoto wetu wa mite wako wapi? Business yetu iko wapi? Waimbaji wako wapi? Hiyo ndio imefanya tukuje, na ni leo tunasherekea. Alafu Jumamosi leo tunaomba, Jumamosi tutakuwa na sherekea na serikali na watu wote ambao watakuja. Na nyinyi mnakaribishwa kwa sababu hata tulihitaji kati yenu mmoja asimama atupu. Tumpe lita cha tupu aseme Mungu tusamehe hii na tupate kupona. Kwa sababu hii ni mkutano ya watu wote. Si ya Mbukuzu, si ya Mteso, si ya Mtajoni, ni watu wa Bungoma. This for the people of Bungoma. Mmenipata baba? Na Mungu awabariki sana. Amen. Sasa Bungoma ambaye inatulemaza. Na ninataka mfanye research for yourself because I've done research. Na sitaki kutacha mtu kwa sababu anaipika. Chunguza professors wa Bungoma. Wale wamesoma wakawa on doctorate. Watoto wao waliharibika. Yaani kile Bungoma ni watu ni wasomi. Hata katika family yangu sisi ni watu wa hesabu sana. Kina Profesa Msangi. Lakini where kisasi chake kiko wapi? Hiyo tu, unaona? Tunajaribu, hata tumejaribu biashara tumejaribu. Lakini kila ambacho tunaongea ni heritage. Tunaona vile unakuwa kwa miti hivi. Ukienda juu kiwango cha juu kabisa, mtoto hawezi kuinherit ile kazi umefanya. Aida struggle kwa njia yake. Umenipata hapo baba? Ni sasa ndio tunachunguza ni nini kinafanya wewe hata sasa nyinyi mmetulaumu kisema watoto wa maaskofu. Watoto wa maaskofu huwa mnasema hivyo. Si unaona si wazuri tunaomba tunahubiri watu vizuri. Watoto wanakataa. Sasa hiyo ndio tunataka kutubu, tuseme Mungu tusamee watoto wetu wasifanye hitu waipike. Nafikiri papa nimechivu mahali pale. Mimi kwa majina ninaitwa Askofu Frederick Wanyama Ogara, daktari. Mimi ndio askofu mkuu wa makanisa za End Time Harvest and Discipleship Churches, na tena mwenyekiti wa Council of Eminent Elders hapa Bungoma, na regional chair wa CLF North Rift and Western. Vile mlivyosikia mwenyekiti wetu wa maombi haya na maono haya, Askofu Johnson Kisawai Kachenja akizungumza, kile kimetuleta hapa ni kwa ajili ya urejesho. Yale mambo ambapo Mungu ameweka mikononi mwa Bungoma, wakati umefika kwa hizo vitu viweze kurejeshwa. Miaka 100 imepita kuanzia mwaka 1925
Bungoma ikitangazwa kuwa wilaya district, na Bungoma haikukuwa tu Bungoma jinsi mipaka yetu inazungumza leo. Bungoma ilikuwa kubwa. Wakati huo hatukukuwa na kitu inaitwa Busia. Hatukukuwa na kitu inaitwa Trans Nzoia. Sehemu za Kakamega was part of Bungoma. Naye Bungoma ilikuwa kubwa, na sio ukubwa tu, pia kuna mbingu zilizofunguka. Bungoma ni kikapu ya malisho ya taifa hili. Bungoma ni mahali ukitoka nje ukifanya biashara utatoka hapo umefanikiwa. Lakini kama wenyeji hatujaona mazao, hatujaona matunda, hatuelewi ni nini inayotendeka. Baada ya miaka 100 tumefanya assessment yetu, tukaona ni wakati wa kuamuka kama kanisa, tuweze kuipeana Bungoma mbele za Mungu kwa miaka zijazo, baada ya miaka 100 ambapo imekuwa ni nzuri, lakini haikuwa nzuri sana kwa sisi walio wakazi. Niseme ya kwamba Bungoma is an open heaven. Vile nimetaja hapa awali, wale watu wa nje wamegundua ya kwamba kuna mbingu zilizofunguka, walikuja na wamevuna na wameendelea, na sisi wenyeji wakazi hatujagundua. Lakini kwa maombi Mungu ametufunulia ni wakati wa kuamuka na kuchukua hizo milima 7 za influence, tuweze kutembea katika eneo lile Mungu ametupa. Tuweze kutembea katika, ikiwa ni kanisa, liwe kanisa linaovutia watu na waelewe neno la Mungu, ili Bungoma iweze kubarikiwa. Kwa hivyo kwa wakati huu hatusherekei ya kwamba sasa Bungoma inaangamia. Tunasherekea kwamba Mungu ameanza jambo jipya katika Bungoma. Amen. Na hili jambo jipya ambapo ameanzisha kwa miaka michache imepita, wakati tunataka tuliweke mikazo ili tuone ufanisi wa kutosha. Na ndio sababu hii tumekuja kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya kesho yetu, na kwa ajili ya mipango yote inayoendelea. Elimu tunaye, hekima tunayo, ufahamu tunao, na wakati huu ni wakati wa sisi tunaomba ya kwamba wale wote waliotoroka na kwenda kufanya development sehemu zingine wanarudi ili kuanza kujenga Bungoma na Bungoma iweze kujengeka. Kwa hivyo sisi tunashukuru wale wanaotutazama, wanaotusikiliza. Ni wakati huu, usiku wa leo hautakuwa tu usiku wa kupiga hadithi ama mahubiri, lakini ni usiku wa kujichunguza na kuona sasa kwa miaka 100 inayokuja nyingine tutatembea namna gani. Askofu Ignatius Wanjala, askofu wa makanisa ya Revival Prophetic Living Ministry, na pia ni mwenyekiti wa Church and Clergy Association of Kenya, Bungoma County. Nachukua fursa hii kusema kwamba tangu Bungoma ianzishwe ni mwisho wa kisasi, because 100 years ni mwisho wa kisasi kimoja. Na tunakuja kama watumishi wa Bwana, kama kanisa la Bungoma, kudedicate udongo wa Bungoma, kupeana Bungoma mikononi mwa Bwana. Kwa hivyo tunaomba kila mmoja, vile mmoja wenu amesema hapo awali, amesema kwamba Bungoma ilikuwa mmoja wapo wa kikapu. Ni ukweli. Unapopita ukiona hizo cereals zinaonyesha kwamba Bungoma ilikuwa kikapu cha chakula.
na mahali kuna chakula kuna utajiri. Lakini shida ambayo imefanya tumekuja pamoja kuunga mkono maono ya Askofu Johnston Kisawai Kachenja ni kwamba vitu vinaenda vikikufa. Ni kama kuna tauni ambayo sisi kama watumishi wa Mungu tumeamua kwamba tukuja pamoja na tumlilie Mungu, tuinue madhabahu kwa jina la Kristo Yesu, kwamba udongo wetu upone, udongo wetu uwe na ufufio. Unapoanza miaka 101 kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kuwe na mabadiliko, watoto wetu waweze kunawiri, miradi yetu iweze kunawiri, maono yetu yawe na mwanzo mpya, na yawe maono ambayo yanaweza tamanika. Ukienda huko nje ya Bungoma, uende Nairobi, uende Mombasa, hautapata mtumishi ambaye amefaulu akose kukuambia nilianzia Bungoma ama niliwekewa mkono Bungoma. Lakini wenye Bungoma wako wapi? Hilo ndio swali letu, si ndio watumishi wa Bwana? Yes. Hilo ndio swali letu. Mtu akitoka hapa akienda huko nje anasherekewa, lakini akirudi hapa na anapotea, taa yake inazima, nyota yake inazima. Biblia inasema kwamba nabii haheshimiwi kwao. Tunataka kusema kwamba Yesu anatawala, na ni wakati ambapo pia huduma zetu za Bungoma zisherekewe kule kwingine. Bwana asifiwe. Amen. Yeremia mlango wa 4 mstari wa 4 nasema, ukitaka kurudi, rudi, na utarudi kwa jina la Mungu, kwa haki, kwa ukweli. That's a prophet Jeremiah. Sisi tunataka kurudia Mungu. Kama kuna miungu ingine iliweza kuinuliwa Bungoma, tunataka kuinua jina la Mungu juu ya miungu yote. Ili Yesu atawale, kuwe na uponyaji katika familia, kuwe na uponyaji kibiashara, kuwe na uponyaji katika mambo ya imani, kuwe na uponyaji katika ukulima, tuwe na uponyaji. Bungoma imeproduce viongozi mashuhuri, lakini hao viongozi hawasherekewi hapa, lakini huko nje wanasherekewa. Hilo ndio jambo ambalo sisi kama kanisa tumesema we must do something spiritually. So hatujakuja kufanya kitu kingine, tumekuja kuambia Mungu asante na kumwomba kwamba tuanze pamoja na yeye. The word says he knows our end from the beginning. So we want to tell God kwamba sisi tumalize vizuri, na nao kuja nyuma yetu vile vile wamalize vizuri. Si Mungu awabariki. Kwa hivyo tunawakaribisha nyote, kanisa lote Bungoma, kila mmoja ambaye anakaa mkaaji wa Bungoma, tafadhali tunakukaribisha katika kesha, na pia tunakukaribisha katika hii maombi maalum, kuja tuinue madhabahu kwa Mungu wetu, so that madhabahu ingine tuinyamazishe, udongo wetu upone. Amen. Turejee katika nafasi yetu. Mungu awabariki. Amen. Bani pepa yafa, zoya yafa, ita malakisi wali British, American British topa, East Africa yose, yaba Bungoma. Bani pepa, East Africa. Sa kuliko nende sisindu sa ini sho mwana wefa bandika yekasi ta. Sa kuliko nende industry ta, sa kuliko nende income generating whatever ta. Ne ba nono kaya nomba bae musiye befwe nono. Kubera ba mu bibu no bye bandu besiramo ita. Ba kekala mu county assembly. Ba keje ba ko babibo kota. Sebali nemo ni yeninga. We ni kuhani. Mara babona ebindu bili Bungoma ngekakameka na khabona goli tata. Bungoma kuli nende burare. Iron ore. Ese ne khura bangonanga chimba ko mwirumbi. Taba bangona kumuolo. Bangonanga kimibano chimbalu. Khwama khu iron ore eli Bungoma. Bandu bano bakhole legislation mu county assembly banja khuya babichuma bakhangona in a small scale. Bangone lakini Bungoma khubene nende industry ya bichuma. 1 2 Katomei Rwandanyi Korishondete Tororo extension rock ya mebukanda icha mukenya no bukula liroba no bumba soruri no wanikira wa hapa nenyundo seli ate katawe esimiti eliyo mara Canadians becha bakhola visibility study banyole esimiti abantu bano bekhala mu county assembly
khubera umubukusi bolali shetani kabenyala kila waulile akhupatawe yani shetani namala wakhufunikha nesiramo she bandu befwe so mukanakanakho khuyeta bandu takibuta kibwane yengene wa chinyanya chonekhele mayanja bitungulu byonekhele mayanja chinjuku chili muno simusimwili muno kwa nini bakhangone industry ya kamafura bacha kamafura namo hata sunflower wefu produce sunflower kama indi funi produce kama kali efu kidole kama indi liwa